Mama Kanisa anaungana na watawa wa shirika la Mama wa Karmeli nchini Tanzania kuadhimisha miaka 50 ya sala, utume na ushuhuda wa Injili. Katika kanisa, jubilei ni muda wa kumshukuru Mungu, kutafakari safari iliyopita, kujitakasa na kujiandaa kwa hatua mpya za utume. Miaka 50 ya uwepo wa shirika la Mama wa Karmeli barani Afrika ni ushuhuda kwamba Mungu ameendelea kuwa mwaminifu katika kila hatua ya safari hii. Askofu Mkuu mstaafu Paul Nangaza Ruzoka wa Jimbo Kuu Katoliki Tabora, yeye alikuwa ni miongoni mwa wapadi wa mwanzoni walioshuhudia safari ya masista hawa. Je, anazungumziaje uwepo wa shirika hili kwa miaka hii 50? Bila shaka wana muono wa pekee, kwa maana kwamba wameongeza uwigo wa huduma. Nafikiri wamenogewa na wataendelea kulea miito, kukaribisha mabinti katika shirika lao, na hawa ambao wamewalea bila shaka watafanya utume katika nyanja nyinginezo licha ya uwanja wa kutoa elimu au kuhudumu katika vituo vya afya. Kwa hivi bila shaka utume wao utapanuka zaidi. Nimesikia kuna wengine ni waandishi wa habari sasa. Kwa hivi nafikiri mahitaji yanazidi kuwa mapana zaidi, na kwamba wameenea katika jumuiya 10 katika majimbo mbalimbali. Nasikia huko Msoma wako, wameisha kwenda na Mbeya, wako Dodoma na nini. Kwa hivi nafikiri ni ishara kwamba utume wao unathaminiwa na kanisa la Tanzania, mpaka wakawa nakaribishwa katika majimbo mbalimbali. Niwatakie tu heri na baraka katika maeneo ambayo wanafanya kazi. Tabora hatukuwa na bahati sana. Wamekaa walipoanza mwaka 1977 walifanya utume mpaka 2001, wakawa wamefunga nyumba ya Itaga kule Kigoma. Wanaendelea, nadhani wana nyumba 3 nafikiri, convent 3 ikiwepo na hiyo ya malezi. Tulijaribu niliporudi huku kama askofu mkuu mwaka ule wa 2007, nilifikiria na kujaribu kuzungumza nao ni vipi kama wangaliweza kurudi kufanya utume katika jimbo kuu la Tabora. Kweli walifika mwaka ule wa 2010, lakini haikuwa bahati yetu, kwa sababu waliondoka miaka 4 baadaye 2013 wakawa wamefunga tena kwa mara nyingine konventi ya Itaga. Lakini nashukuru Mungu kwamba wanaendeleza utume huo mahali pengine hapa nchini na hata nje ya Tanzania katika bara letu la Afrika. Kwa miaka 50 ya uwepo wa shirika hili barani Afrika na kwa namna ya kipekee nchini Tanzania, limegusa ama limehusika katika nyanja mbalimbali kama vile maendeleo ya jamii, afya pamoja na elimu. Sister Teresia Masawe, mmoja wa masista katika shirika la Mama wa Karmeli, anaelezea ni kwa namna gani masista hawa wameweza kugusa jamii katika huduma zao. Kwa kweli katika miaka hii 50 ya uwepo wetu hapa Afrika na Tanzania, waumini wamenufaika. Kwanza kabisa wamenufaika kwa sababu tumekuwa tukifanya kazi mbalimbali za utume kama kutoa elimu, kutembelea familia, kutoa huduma ya afya na kutoa katekesi kwa vijana. Kwa kweli
katika elimu naweza kusema tumekuwa tukitoa elimu bora katika shule zetu mbalimbali. Kuna shule za msingi na kuna shule za sekondari, na pia tumekuwa tukitoa elimu, sio tu elimu ya darasani, lakini pia tukitoa elimu ya kiroho kwa watoto, ukizingatia kwamba mwanzilishi wetu wa shirika na karama yetu ya shirika inatudai kwamba tuhudumie zaidi watoto na wanawake, na katika hilo tumekuwa tukijikita katika kuwasaidia watoto katika elimu na katika kuwalea kiroho, na pia kusaidia wakina mama. Tumekuwa tukiwasaidia katika nyanja mbalimbali. Kwa mfano, tunawasaidia wakina mama kujifunza vitu mbalimbali kama kushona, kutengeneza sabuni, ambapo pia imekuwa ikiwasaidia sana katika kuendesha maisha yao ya kila siku. Pia katika utume wa familia, mwanzilishi wetu ametuwekea kitu kimoja kizuri ambacho tunasema kwa Kiingereza home mission au house visiting. Yaani tunakuwa tunatembelea familia, tunaenda kwenye familia, tunakaa na hiyo familia, tunawasikiliza katika changamoto zao mbalimbali za kiroho na za kimwili. Tunawashauri pale ambapo wanahitaji ushauri, na pengine hata kuwasaidia pale ambapo wanahitaji hata msaada wa kifedha kama inawezekana kwa wakati ule. Pia tumekuwa tukitoa ushauri kwa wanandoa na kuwasaidia katika changamoto za kifamilia, kusaidia vijana, kuwapa mashauri ya kiroho na kuwasaidia kutatua baadhi ya changamoto zao za maisha. Pia baadhi ya masista wetu wamekuwa wakitoa ushauri wa kiroho, kusaidia watu kiroho na pia katika kuwaombea. Tuna masista wetu ambao ni wazuri sana katika kutoa counseling na pia katika kuombea watu. Kwa hiyo watu wamekuwa wakinufaika sana, wanakuja, wanakutana na masista, wanawapa ushauri na kuwaombea katika shida zao mbalimbali. Vile vile tumekuwa tunafundisha katekesi kwenye shule mbalimbali za sekondari na shule za msingi, na ambapo pia imekuwa ni msaada mkubwa sana katika kulea vijana na kulea watoto katika maadili mema. Kwenye afya tumekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba watu wanapata afya, hata wale ambao hawana uwezo wa kulipia matibabu. Mara nyingi tumekuwa tukiwasaidia kupata matibabu na pengine kwa gharama ndogo sana, na pia tumekuwa tukitoa zile kliniki za bure za kupima afya za kila wakati. Kwa hiyo tumekuwa kwa kweli katika mstari wa mbele kuhudumia watu kwa namna mbalimbali, kiroho, kijamii na kwa namna zote. Na pia tumekuwa katika mstari wa mbele kuwa bega kwa bega na kanisa katika kusaidia waumini. Kwa hiyo naweza kusema kuwa katika miaka hii ya 50, tunapokwenda kusherehekea miaka 50 ya shirika, uwepo wetu umekuwa ni msaada mkubwa sana, hasa katika kanisa na katika jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tuna furaha kubwa sana tunaposherehekea miaka hii ya 50 ya uwepo wetu hapa Afrika na hapa Tanzania, na kwa utume wetu tunaofanya. Tunaomba muendelee kutuombea ili tuendelee kuhudumia kanisa na kuwahudumia kama tulivyojitoa kwa ajili ya kuhudumia watu na kanisa. Kwa kuitikia mwito wa Mungu na mwaliko aliyekuwa askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Tabora, marehemu Mwasha Marco Miayo, wamisionari wa kwanza wa shirika hili la CMC, Sister Theodosia, Sister Teresia na Sister Madleva, kwa ujasiri mkubwa na imani walifika Tanzania Aprili mosi mnamo mwaka 1977 na baadaye Itaga Seminari huko Jimbo Kuu Katoliki la Tabora tarehe 14 ya mwezi Aprili ya mwaka 1977
rasmi kwa ajili ya kuanza utume wao. Padre Paul Chobo ambaye ni mkuu wa idara ya afya ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania ni mojawapo ya mapadri wa kwanza ambao walilelewa na watawa wa shirika hili. Je, yeye anazungumziaje miaka 50 ya uwepo wa shirika hili hapa nchini Tanzania? Mimi jina langu naitwa Paul Chobo. Mimi ni padri wa Jimbo Kuu la Tabora. Kwa sasa nahudumu katika Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kama mkuu wa idara ya afya. Katika maisha yangu nimebahatika kukutana, kufundishwa na kulelewa na masista wa shirika la CMC, shirika linaloitwa Congregation of the Mother of Carmel kutoka India, ambao mwaka huu kwa neema za Mungu wanatimiza miaka 50. Nafanya jubilei ya miaka 50 ya utume wao hapa Tanzania. Masista hawa, mimi pamoja na wenzangu tukiwa vijana miaka hiyo ya zamani, walitufundisha, walitulea katika seminari ndogo ya Italia, ambapo ndipo walipoanzia utume wao na utumishi wao hapa Tanzania. Seminari ndogo ya Mtakatifu Karoli Borromeo iko Jimbo Kuu la Tabora, sehemu ya Italia katika manispaa ya Tabora. Masista hawa walifika kwa namba, ingawa ni chache, walikuwa wachache, lakini walifanya mambo makubwa sana katika maisha yetu tukiwa kama watoto, miaka ya form 1, form 2 na kabla ya hapo. Mimi binafsi, masista hawa walinigusa sana katika sehemu ya maisha yangu ya kwanza. Nawazungumzia hapa masista kama Sister Finia pamoja na wenzake. Sister Finia kwa mapenzi ya Mungu alifariki mwaka jana, na sasa tunamwombea pumziko la milele mbinguni. Lakini pamoja na masista wengine waliokuwa nao, walikuwa walimu wetu hasa wa masomo ya sayansi. Lakini pamoja na kutufundisha masomo ya sayansi, lakini masista hawa walitufundisha pia malezi ya kiutu ambayo yalikuwa msingi sana katika maisha yetu. Walitugusa sana kwa sababu seminari ndogo ya Italia ni seminari ambayo wanafunzi wanakaa pale pale bweni, shule ya boarding. Kwa hivi sehemu ya mama tuliyokuwa tunaikosa tulionja kupitia uwepo wa masista hao, pamoja na mafundisho yao mazuri katika masomo ya sayansi, lakini tulionja uwepo wa mama na malezi ya mama katika maisha yao kwetu. Na malezi yale waliotufundisha yalikuwa na maana sana na alibaki kwetu. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa alitugusa kiasi. Kwa hiyo tunawaombea, tunawashukuru. Tumsifu Yesu Kristo. Uwepo wa masista 46 na wengine wengi katika hatua za malezi ni moja ya mafanikio makubwa katika miaka hii 50 ya utume wa masista wa CMC hapa barani Afrika. Sister Neema Kassia ni mojawapo ya masista ambao wamejiunga na shirika hili katika miaka ya hivi karibuni. Je, yeye kwa mtazamo wake anazungumziaje mchango wa masista wazawa wa kwanza wa shirika hili? Kwa kweli tunaposherehekea jubilei ya miaka 50 ya uwepo wa shirika letu katika bara la Afrika, kwanza kabisa ni jambo la kumshukuru Mungu kwa zawadi ya masista wetu wa kwanza walioweza kuchukua hatua ya kuja katika kuinjilisha katika hili bara letu la Afrika. Kwa hivyo mimi kama sista mzawa ninajifunza mambo mengi tunaposherehekea jubilei hii ya miaka 50 ya uwepo wa shirika letu la mama wa Karmeli katika bara la Afrika. Jambo la kwanza ninalojifunza kutoka kwa masista wetu wa kwanza waliokuja kuinjilisha katika bara letu hili la Afrika, jambo la kwanza ni ujasiri. Ule ujasiri waliokuwa nao wa kuweza kupokea mwito huu wa kuja kuinjilisha katika bara hili la Afrika. Hebu tufikirie, miaka 50 iliyopita bara letu la Afrika lilikuwa pengine liko chini kiuchumi na hata kiroho, lakini masista hawakujali, waliweza kuchukua ule ujasiri, japokuwa mazingira yalikuwa ni mapya kabisa, na hata lugha ilikuwa mpya, na hata vyakula pengine vilikuwa vipya kwao, lakini waliweza kuchukua ule ujasiri wa kuweza kuja kuinjilisha. Na si hivyo tu, baadhi ya nchi pia kulikuwa na vita. Hasa tukiangalia katika nchi ya Sudani, wale masista wetu wa kwanza waliofika katika nchi ya Sudani waliweza kukumbana na vita, lakini hawakukata tamaa, waliweza kudumu na kuendelea kuinjilisha.
Kwa hivyo mimi kama sista mzawa ninajifunza jambo moja la ujasiri, kuwa mjasiri katika kuinjilisha. Na jambo la pili ninalojifunza ni ule utayari wa kuweza kutumwa katika sehemu yoyote ile. Masista wetu tunaona waliweza kuwa tayari hata kuinjilisha Injili katika bara hili letu la Afrika. Kwa hivyo mimi pia ninajifunza kwamba inabidi niwe tayari kutumwa katika mazingira yoyote yale, hata kama mazingira si rafiki. Na jambo la mwisho ninalojifunza ni bidii katika uinjilishaji. Tunaona masista wetu walikuwa na bidii katika uinjilishaji, na ndio maana leo hii tunavyosherehekea jubilei ya miaka 50, uwepo wetu wa shirika katika bara la Afrika tumeenea katika nchi mbalimbali, ikiwemo nchi ya Tanzania, nchi ya Kenya, nchi ya Malawi, nchi ya Afrika ya Kati, nchi ya Afrika ya Kusini na nchi ya Sudani ya Kusini na Madagaskar. Kwa hivyo hii yote inaonyesha ile bidii waliokuwa nayo katika uinjilishaji. Nami pia najifunza vivyo hivyo kuwa na bidii katika uinjilishaji. Nikushukuru sana mtazamaji wa kutenga muda wako na kufuatilia makala hii fupi tulioangazia miaka 50 ya uwepo wa shirika la Mama wa Karmeli nchini Tanzania. Miaka 50 ya masista wa shirika la Mama wa Karmeli imekuwa sehemu ya matunda na faraja kwa watu wengi. Basi tunawakaribisha wote wanaopenda kujiunga na shirika hili kwa wito wa utawa. CMC Tanzania, miaka 50 ya huduma na imani. Mimi ni Eric Pasco Jr. Mimi ni Sister Grace Terespo, CMC.